Mheshimiwa Mwenyekiti na waheshimiwa madiwani, kama mnavyojua, halmashauri ya mji wa Kondoa inatekeleza majukumu yake kwa kufuata miongozo, taratibu na kanuni zilizowekwa na serikali. Moja ya nyaraka muhimu ambayo inapelekea halmashauri iweze kufanya kazi zake ni sheria ndogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama unavyojua, sheria ndogo zinatusaidia kutuongoza na kutupa mamlaka ya kuweza kukusanya au kusimamia kanuni na sheria mbalimbali katika halmashauri yetu ya mji wa Kondoa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mnamo tarehe 30 mwezi wa kwanza, halmashauri ya mji wa Kondoa ilitoa tangazo la ilani ya kusudio ya kutunga sheria hizo chini ya kifungu cha 81 ya sheria za serikali za mitaa, mamlaka za miji, sura namba 288 ya mwaka 2002. Katika ilani hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, wadau wote, taasisi na watu binafsi walitangaziwa juu ya nia ya halmashauri ya kuanzisha mchakato wa kufanya maboresho ya kutunga sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri yetu ina sheria ndogo ambazo zinaendelea kufanya kazi. Sheria hizi zipo 8 za awali, lakini katika kuendelea katika mabadiliko, lakini pia kama unavyojua Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati unachukua halmashauri mwaka 2015 na wakati unaiacha halmashauri mwaka 2020, makisio yake ni tofauti kabisa. Wakati unaondoka Mheshimiwa Mwenyekiti, kama sikosei, wakati unaanza tulikuwa kwenye milioni 700-800. Leo hii Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti yetu ya makusanyo ni bilioni 2.3. Na baraza lako litakuwa shahidi. Bajeti ya mwaka huu 25-26, bajeti yetu ya halmashauri imepanda kutoka bilioni 2.3 kwenda bilioni 2.9. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili tuweze kufikia haya malengo, ni lazima tukusanye mapato. Lakini pia sheria yetu ya sheria ndogo yenye sheria 8 ambazo zilikuwa Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna maeneo ambayo ilikuwa haiwezi kukupa mamlaka ya kuyakusanya. Ndio maana wewe na baraza lako leo tumekaa kuona tupitie baadhi ya sheria zingine tuweze kupata mamlaka ya kukusanya mapato ili tuweze kufika bilioni 2.9. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika sheria ndogo mpya zinazotungwa ambazo hazikuwepo katika halmashauri ni kama zifuatazo, ambazo zipo kwenye ukurasa wa kwanza wa kabrasha ambalo waheshimiwa madiwani mnao. Sheria ya kwanza ni sheria ndogo za mahudhurio ya lazima na upatikanaji wa chakula cha mchana shuleni. Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria ndogo hazitungwi tu kwa ajili ya kukusanya. Sheria ndogo zinatungwa ili halmashauri yetu ya mji wa Kondoa iweze kuwa na mustakabali mzuri. Sasa hii ya kwanza inalenga kuhakikisha kuna ulazima wa kila mzazi kuhakikisha mtoto anakula shuleni. Sheria ndogo ya ushuru wa huduma ya mwaka 2025. Katika halmashauri yetu ya mji wa Kondoa tumekuwa tukitoza service levy ya 0.3% kwa wafanyabiashara wale wenye turnover TRA. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria ya service levy inasema kila mfanyabiashara mwenye leseni ya biashara anatakiwa kuwa na service levy. Lakini halmashauri yetu tumekuwa tukikusanya service levy kwa wale tu ambao wana mapato ghafi tunayopata TRA. Kwa wale wafanyabiashara wengine wote ambao wana leseni za biashara walikuwa watulipi. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuja na mkakati huu wa service levy, kwa maana tutachaji service levy kulingana na ukubwa wa leseni. Kuna sheria ndogo ya udhibiti wa vyombo vya usafiri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama unavyojua halmashauri yetu ni ya mji. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri yetu hatulimi. Halmashauri yetu tunategemea mapato ambayo ni ya mjini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sheria yetu ya kwanza hatukuwa na sheria ya kudhibiti magari hayo yanayopakiwa barabarani. Niombe kuchukua fursa hii kukuomba Mheshimiwa Mwenyekiti na baraza lako kwa unyenyekevu mkubwa tupitie, tujadili, na ikiwapendeza tuweze kupitisha sheria ndogo hizi ili ziende kutusaidia sisi watendaji
katika kukusanya kodi ya serikali, ili mwisho halmashauri yetu ya mji wa Kondoa tuweze kuongeza wigo wa mapato ambao umepanda kwa mwaka huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, na ili tuweze kutekeleza miradi ya maendeleo ambayo ipo kwa ajili ya kuwanufaisha wananchi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naomba kutoa hoja.